Ndani kabisa, karibu mwana michezo hapa mezani. Hii ni Kaobe Media, tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X kwa napatikana @kaobe_media. Mimi ni Abubakar Juma Abubakar, na hapa niko na mchambuzi IG Kamavinga, mpige pass za madoido wa Kaobe Media. Karibu sana. Shwari. Safi kabisa. Mungu anasaidia. Burdan juu ya burdan, soka juu ya soka. Weekend umetoka kushuhudia finali ya CAF Confederation Cup. Leo hii majira ya jioni pale uwanja KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Tunakwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya mnyama Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, na mchezo wa kwanza ambao ulifanyika nyumbani kwa Singida Black Stars walichakazwa, walipoteza mchezo. Leo hii tunarudi tena katika dimba la KMC Complex kwa ajili ya huo mchezo. Singida Black Stars mechi yao ya mwisho kucheza ilikuwa ni dhidi ya Tabora, alimchakaza goli 3-0 na ni muda mrefu sana. Lakini mnyama Simba mechi yake ya mwisho kabisa kucheza ni ya kimataifa. Tutarajia kuona mchezo wa aina gani, kwa sababu Singida pia alipata nafasi ya kwenda kwenye mashindano ya Muungano Cup ambapo alitolewa tu mapema sana. Cha kwanza, huu mchezo tutarajie ni mchezo ambao timu zote mbili zitapishana kwa kuja kuangalia kwa quality ya wachezaji wa Singida Black Star, quality ya wachezaji wa Simba Sport Club. Hao wote quality yao kama haijatofautiana sana. Kwa hiyo mchezo kwa asilimia kubwa leo timu zote zitapishana, kila mtu atatengeneza nafasi kuona ataweza kunufaika nazo vipi hizo nafasi ambazo ataweza kuzitengeneza. Unakuja naangalia Singida Black Star, mchezo ambao wametoka kucheza ni miezi imepita, mchezo wa ligi kuu, ila akacheza friendly match kadhaa, kaenda na Muungano pia akacheza. Unakuja unaangalia pia hivi kuna maingizo mapya ambayo yameingizwa dirisha dogo, ili kaingizwa Soa, kaingizwa Morris kutoka Tabora. Kwa hiyo unakuja unaangalia ni watu ambao wameenda kuongeza morali, wameenda kuongeza kitu kwenye coach cha Singida Black Star ambao leo anakabiliana na mnyama Simba Sport Club. Kwa hiyo tu inakuonesha ni mchezo ambao utakuwa ni wote timu bali David Ouma atataka kubishana na Melifado Davis ili kuona namna gani ambao ataweza kunufaika na atatengeneza nafasi nyingi, ataweza kunufaika nazo. Sawa, lakini pia ukiangalia hii ni vita ya walimu wawili, kila mtu na falsafa zake. David Ouma pamoja na Fadlu Davis. David Ouma kakaa chini kumsoma muda mrefu sana Fadlu Davis kutokana na mechi ambazo anazocheza, lakini pia hata Fadlu pia ameshamsoma David Ouma tangia tu katika siku cha Singida Black Stars. Kwenye hii bato ya kwenye makocha, nadhani nani atakayemuini mwenzake? Ukoje ukaangalia David Ouma ni mwalimu ambaye anafanya rotation kubwa sana kwenye course chake. Unakuja unaangalia mechi 3 walizocheza Singida Black Star, mechi za NBC 3, fanya rotation kubwa sana. Unakuja unaangalia tena eneo la mbele, anaweza kumwanzisha Rupia, kumwanzisha Soa, anaweza kumchezesha Adibayo, anaweza kumchezesha Maarufu Cheke kama namba 10. Amekuwa mwalimu anayefanya rotation, wakina Lianga wanapata nafasi. Kwa hiyo sidhani kama Mfado utakuwa amemsoma vilivyo mwalimu David Ouma. Hata leo approach ya kuingia ataingia nayo, manake amekuwa anabadilika sana, hususan kwenye course chake ambacho kimesheheni mastaa kibao. Unakuja unaangalia kwa mnyama Simba Sport Club, David Ouma atakuwa amemsoma sana, manake Simba kwenye mechi nyingi unaona course chake ni kile regular starter yake ni wale tuweza kuanza, mabadiliko anakuwa madogo tu, hususan kwenye eneo la mbele. Aidha aanze Ateba au aanze Mkwara, au ndo mabadiliko ambayo wekundu Msimbazi Simba wanakuwa nayo. Ila ukija ukaachilia kule mbele, ukija ukaangalia nyuma huko, asilimia kubwa ni kile. Na mwalimu David Ouma amemsoma kwenye mechi za kimataifa, manake ilikuwa ni mechi ambazo Simba alikuwa anataka kitu. Kwa hiyo ametoa mapanga yake yote kwenye zile mechi. Mwalimu David Ouma atakuwa kumsoma vizuri sana mwalimu Fadlu, tofautisha na mwalimu Fadlu kumsoma mwalimu David Ouma ambaye hajacheza kwa kipindi kirefu, na hata hivyo kwa anacheza kwa kufanya rotation kubwa. Naona sasa hivi Kevin Nash anaanza kuingia kwenye kikosi, alikuwa anaingia hapo tushangaa na anacheza Kevin Nash, Athabalda anaingia ndani, pia Gego anaingia ndani. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anafanya rotation kubwa sana kutokana na namna ya game ambayo anataka kuiendea. Na sasa hivi hata umsikiza jana kwenye mkutano na waandishi wa habari akisema kuwa Singida Black Stars sasa hivi wamejipata na sasa wako tayari kupambana ili kuhakikisha kuwa wanaenda kimataifa mwakani. Ni kupitisha tu kwenye msimamo wa ligi kuu NBC, ana pointi 53 kuanza mwaka na pointi 57, tofauti ya alama 4. Kuna mchezo wa leo akipata matokeo itaweza kumsogeza pale, kwanza kumpumulia Azam juu, kuona kama ataweza kumeza kwenye zile top 3 ambazo watu wengi sana walikuwa wanamtabiria Singida Black Star atamaliza kwenye zile top 3. Kwenye hiyo hapo uliposema 53 kwa 57. Mchezo wa leo unawezekana ukawa ni muhimu sana kwa Singida Black Stars kwa ajili ya kumnyemelea Azam. Ya mchezo wa leo ni muhimu sana kwa Singida Black Stars. Ukitaka kujua mchezo muhimu, angalia
friendly mechi mbili walizocheza, wamecheza na Fountain Gate, wakatoka hapa akaona sio kipimo sahihi, wakacheza na Young Africans ambao ndo anaongoza ligi na akapata matokeo ya bao 3-2. Kwa hiyo unaona mchezo wake wa friendly mechi ya mwisho amecheza, inakuashiria nini? Mchezo ambao unaofuata ni mchezo wa muhimu sana 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 kwa Man David Auma, manake anataka apate alama 3, hata kama basi ikosa alama 3, hata alama 1 apate ili aweze kuangalia ile gap na Azam wanakimbizana vipi kwenye michezo ambayo iliyosalia. Unakuja unaangalia Singida kubakiza michezo 3, ile same pia vile vile kwa Azam na yeye. Kwa hiyo kama leo akidondosha atabakiza michezo 2 ambayo Azam FC akishinda atakuwa kumwacha mbali sana. Kwa hiyo hata zile ndoto za kumaliza kwenye top 3 itakuwa ngumu. Kwa hiyo leo sasa kitu kikubwa ambacho anachoingia, ndio maana hata Singida Black Star wako Dar es Salaam kwa muda mrefu, wamefanya mazoezi, wamekaa sana kwenye uwanja wa KMC, wamefanya kila kitu. Kwa hiyo obvious kwa mchezo wa leo Mwalimu David Auma anahitaji sana mno. Alafu kutokana na wekundu wa Msimbazi Simba wametoka kucheza kwenye michuano ya CAF Confederation, unaona jinsi gani ambavyo wametumia nguvu kubwa. Kwa hiyo hata leo Mwalimu Fadlu zani kama ataanza na ile regular status yake ambayo anaianza, ile regular start ambayo anaanza nayo. Kwa hiyo mimi leo tutategemea hata kwa Mwalimu Fadlu atafanya rotation kubwa baadhi ya maeneo, huku Mwalimu David Auma ataanza na coach yake kile full nondo. Unakuja unazungumzia kina Soa kwa moto, kina Lupia kwa moto, kina Kevin National kwa moto, wakina Athabada kwa moto. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo leo mchezo Mwalimu David Auma atavoingia na battle za washambuliaji kwa timu zote mbili. Kwa Singida pamoja na Mnyama Simba Sports Club. Na tukiangalia safu zao za ulinzi. Kuna battle ya washambuliaji na safu za ulinzi. Nani hapa ambaye tunaweza tukampa asilimia kubwa sana ya kutoka na ushindi? Kwa sababu kila safu ya washambuliaji iko vizuri. Nazungumzia kwa Mnyama Simba, lakini pia nazungumzia kwa Singida Black Stars. Ukiangalia kwa mchezo wa leo kwa jicho la uchambuzi zaidi, nani ambaye anasema hii safu hii inawezekana leo ikapata kitu kuliko hata safu ya mwenzake? Ukija ukaangalia kwenye opening play, Singida Black Stars na namba nzuri tofautisha na Simba Sport Club. Kwa sababu gani? Ukija ukaangalia Simba Sport Club kwenye magoli asilimia kubwa kwenye mechi 15 kafunga magoli 19 mikwaju ya penalty. Unaona kwenye opening play jinsi ya kutengeneza nafasi sio mzuri kama Singida Black Stars ambaye yeye amekuwa anatengeneza nafasi kwenye mechi nyingi, anatengeneza nafasi sana, opening play yuko vizuri. Kwa hiyo hata safu ya ushambuliaji ya Singida ina makali kuzidi safu ya ushambuliaji ya Simba Sport Club. Namzungumzia Ateba, Mkwala, Jancharia huu ambao wao wote wanahusika sana kwenye set pieces, hususan kwenye mikwaju ya penalty. Asilimia kubwa ndio imekuwa kama silaha yao wekundu wa Msimbazi Simba. Ila unakuja unaangalia Singida Black Stars anatengeneza nafasi, wana watu wanaweza kucreate nafasi, kina Chikeyo, kina Athabald ambao wana uwezo wa hali ya juu, pia kuna kina Lupia ambao kina Soa ambao anatengeneza nafasi mbili zote anaweza kaziconvert na zikawa magoli, kutofautisha na striker ambao wapo upande wa pili Simba Sport Club. Namzungumzia Ateba paka kumtengenezea nafasi 4, kwa nafasi 4 ataweza kutumia zote, ila Soa kwa nafasi 4 na nafasi 3 unazitumia moja ataweza akakosa. Hata vile the same kwa Steve Desem Kwala hivyo. Kwa hiyo sasa Simba Sport Club sura yao kubwa kwenye ligi yetu NBC wamekuwa wanategemea sana mikwaju ya penalty ambayo wanakulazimisha ufanye madhambi kwenye eneo lako wanufaike na ile mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unakuja unaangalia eneo la ushambuliaji la Simba kwenye opening play ni butu sana kutengeneza nafasi, tofauti na eneo la ushambuliaji la Singida Black Stars ambao ni wazuri sana kwenye opening play kutengeneza nafasi kuliko Simba Sport Club. Unakuja unaangalia hata kwenye eneo la walinzi wao wakati hawa center defender wawili. Unakuja unaangalia Mwalimu David Auma sasa hivi anaanza na Kenneth Juma au anaanza na Manyama au Trabita ambayo amekuwa hapati nafasi sana kutokana na kiwango cha Manyama kuwa kwenye top performance. Unaona jinsi anavyocheza combination tayari ambayo imeshatengenezwa toka combination hii aanze kucheza. Hawa wameruhusu tu goli moja, hawa Manyama na Kennedy, tofauti na Trabi na Kennedy ambao walikuwa wote ni bora, ila ile combination jinsi ya kucheza communication ilikuwa poor. Kwa hiyo unakuja unaangalia eneo lao la ulinzi toka Manyama apate nafasi, unaona jinsi gani ambao wamekuwa wamekuwa very secure kuhakikisha kuwa wanaimarisha goalkeeper wao asiguswe au mpira usiingie kambani, kutokana na wanaofanya tight marking wana uwezo. Kennedy Juma na yeye mpira juu ni mzuri sana, pia vile same kwa Manyama, wote kama sifa wanashabiana, tofauti na upande wa pili ambao Simba Sport Club tunaona kwa asilimia kubwa sana kwenye mechi za hivi karibuni imekuwa anafanya makosa yenyewe, makosa ya kiulinzi. Sasa ukifanya makosa ya kiulinzi unakutana na timu ambayo ina quality player kama Singida Black Stars, tutegemee
wakifanya sana makosa ya kiulinzi tutegemee kuwagharimu kwa namna moja au nyingine. Maana yake unakuja unaangalia kwenye michezo ambayo Simba anafungwa ni makosa ya kiulinzi, unakuja unaangalia kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa na ruhusu goli lile la kibaya ni makosa ya kiulinzi, unakuja unaangalia kwenye mchezo dhidi ya KMC makosa ya kiulinzi. Hata pia ukienda kimataifa unaangalia goli ambalo waliofungwa na Berkane makosa ya kiulinzi. Yani makosa ya kiulinzi Simba amekuwa na atafuna sana. Kwa hiyo leo lazima ile eneo la walinzi hao watapata nafasi ya kucheza wawe smart kwa asilimia kubwa kuhakikisha kuwa wafanye makosa na Singida Black Star hawanufaike na makosa ambayo wanaweza kuyafanya. Sawa, burudani kabisa. Ulikuwa ni uchambuzi juu ya mchezo wale wakati ya mnyama Simba dhidi ya Singida Black Stars, ambapo mchezo huu utapigwa pale uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam hapa Mwenge. Sasa sisi kama na michezo tunakuaga kama hivyo, tukutane kipindi kijacho.